Jina langu ni Catherine Mniko, ni mwanafamilia wa Inland Media. Niko hapa toka kuanzishwa kwake Inland Radio mwaka 2020, redio ambayo iko chini ya kanisa letu la Africa Inland Church Tanzania. Niko hapa kuelezea kidogo historia fupi. Tulianza mwaka 2020 mwezi wa 3 kurusha matangazo yetu, lakini tulianza kwa miezi ya majaribio kupiga muziki. Baada ya hapo mwezi wa 6 rasmi tulianza kurusha vipindi vyetu, lengo likiwa ni kuelimisha, kuhabarisha na kuburudisha. Hayo mambo matatu ya msingi ambayo tunatembea nayo, lakini pia kufundisha ni pamoja na kufundisha neno la Mungu. Tumekuwa na vipindi mbalimbali vya Injili, watumishi wa Mungu wamekuwa wakifundisha neno la Mungu pia, lakini vipindi vyetu vya kijamii vimekuwa vikisikika kupitia Inland Radio. Ndugu wageni waalikwa, viongozi wa kanisa, watumishi, waumini na wadau wa kanisa la Africa Inland Church Tanzania AICT, karibu sana kwenye hafla hii muhimu na ya kihistoria ya uzinduzi rasmi wa Inland TV. Masuala ya habari ndani ya kanisa la Africa Inland Church Tanzania yalianza mwaka 1980. Hata hivyo, idara ya habari na mawasiliano ya AICT ilianzishwa mwaka 2018 na kuwa rasmi mwaka 2020, ikiwa na dhamira ya kuhakikisha kanisa linatumia vyombo vya habari na mawasiliano kueneza Injili, kutoa taarifa na kuelimisha jamii. Mwezi Machi 2020, idara ilianzisha Inland Radio ambayo ilianza rasmi kurusha vipindi tarehe 15 Juni 2020. Kipindi cha kwanza kurushwa hewani kilikuwa Morning Breeze, ambacho kwa sasa kinafahamika kama Mvumo wa Asubuhi. Mwaka 2021, idara iliendelea kukua na kuanzisha gazeti la Waamuzi. Gazeti hilo lilipokelewa vizuri mwanzoni, lakini baadaye lilikutana na changamoto mbalimbali zilizopelekea kusitishwa kwa uzalishaji wake. Kwa sasa idara imefanya maboresho na imeandaa toleo jipya litakalotoka kama jarida la AICT, litakalobeba taarifa, matukio mbalimbali yanayofanyika ndani ya kanisa la Africa Inland Church Tanzania. Kadri idara ilivyoendelea kukua, tuliingia katika eneo la digital media kwa kuimarisha utoaji wa habari kupitia mitandao ya kijamii. Leo tuna radio yetu ya mtandaoni, Instagram, Facebook na YouTube, ambavyo vimeendelea kukua siku hadi siku. Tunaamini kuwa ukuaji huu utaendelea kuwa na matokeo chanya kwa idara. Tunatarajia kwamba ifikapo Disemba 2026, mitandao yetu itakuwa imefika hatua ya kuingiza mapato, jambo litakalosaidia kuongeza uwezo wa idara katika kutekeleza majukumu yake. Tarehe 7 Januari 2026, idara ya habari na mawasiliano ilizaa mtoto mwingine, Inland TV. Inland TV, habari za uhakika. Inland TV ilianzishwa kutokana na matakwa na mahitaji ya kanisa. Katika mpango mkakati wa kanisa unaoendelea hadi mwaka 2029, uanzishwaji wa television ulikuwa umeainishwa kwa miaka ijayo. Hata hivyo, kama idara tuliona umuhimu wa kuanza mapema, kwa sababu tuliamini kuwa kanisa linahitaji kupata zaidi kupitia nguvu ya vyombo vya habari. Tangu Inland TV ianze kufanya kazi, tumeshuhudia mabadiliko makubwa ndani ya kanisa. Waumini na viongozi wameonyesha kukubali na kuunga mkono hatua hii, wakiona wazi kwamba kanisa limeanza kupiga hatua katika eneo la habari na mawasiliano. Inland TV imekuwa na nafasi kubwa katika kurusha ibada za makanisa, matamasha, semina, mikutano ya Injili, pamoja na matukio mbalimbali ya idara za kanisa, ikiwemo wanawake, vijana, kwaya, muziki na shughuli nyingine nyingi. Kwa namna hiyo, Inland TV imekuwa daraja linalounganisha kanisa na watu wengi zaidi, ndani na nje ya mipaka ya kanisa. Shukrani kwa kanisa. Katika hatua hii muhimu, idara ya habari na mawasiliano inapenda kutoa shukrani za dhati kwa kanisa la Africa Inland Church Tanzania kwa kuona thamani ya kuanzisha na kuendeleza idara hii. Tunashukuru kwa uwekezaji kupitia sadaka, michango na rasilimali mbalimbali ambazo zimekuwa sehemu muhimu ya safari hii. Kwa msaada huo, tumeweza kufika hapa tulipo leo. Tunatambua kwamba mafanikio haya si ya idara pekee, bali ni mafanikio ya kanisa zima la AICT. Leo ni siku ya kihistoria kwetu. Ni siku ambayo Inland TV inayomilikiwa na kanisa la Africa Inland Church Tanzania inazinduliwa rasmi. Baada ya uzinduzi huu,
Tunataka Inland TV ianze rasmi kufanya kazi zake kwa ukamilifu na kurusha vipindi mbalimbali ambavyo tumeviandaa kuanza kwenda hewani kwa ajili ya kulitumikia kanisa na jamii kwa ujumla. Inland TV inapatikana kupitia kingamuzi cha Azam TV, Azam Dishi, kwenye Azam Channel namba 008. Tunaahidi kwamba Inland TV haitakuwa tu chombo cha kutangaza habari za kanisa. Itakuwa sauti ya jamii, lakini pia itasimamia na kusukuma masuala ya kijamii, kiuchumi na kitaifa kwa weledi, uadilifu na kuzingatia maadili ya kanisa na jamii. Ombi la uwezeshaji. Kwa heshima kubwa, tunawaomba wageni wetu waalikwa, viongozi, waumini na wadau wote chini ya uongozi wa Askofu Mkuu wa AICT, Mchungaji Musa Masanja Magwesela, kushiriki katika uzinduzi wa Inland TV na pia kutuwezesha kifedha ili iweze kutekeleza majukumu yake kwa weledi. Katika uzinduzi huu tunalenga kukusanya jumla ya shilingi milioni 200 kwa ajili ya kuiwezesha Inland TV kufanya kazi zake kwa ufanisi na viwango vinavyostahili. Tunaamini kwamba kila mmoja wetu ana nafasi katika hatua hii. Tunachoomba si msaada kwa Inland TV pekee, bali ni uwekezaji katika kazi ya Injili, habari, mawasiliano na maendeleo ya kanisa. Mungu, tusaidie katika hatua hii. Tunapoanza kurasa huu mpya, tunaamini Inland TV itakuwa chombo cha baraka kwa kanisa, waumini na jamii kwa ujumla. Mungu ibariki Africa Inland Church Tanzania. Mungu ibariki Inland TV. Mungu awabariki wote walioshiriki katika kuijenga na kuiwezesha. Imeandaliwa na mkuu wa idara ya habari na mawasiliano AICT Fabian Fanuel. Imesomwa nami Matrida Baltazari.